Mtazamaji wa Zaki Digital, usisahau kushare, kusubscribe, kucomment pamoja na kulike katika peji hii ili uweze kufahamu kila aina ya matukio mbalimbali ya kimataifa. Katika hali siyo ya kawaida, Marekani itasusia mkutano wa G20 nchini Afrika Kusini. Trump amesema Marekani haitahudhuria kabisa mkutano wa kilele wa G20 nchini Afrika Kusini. Hii ni kutokana na madai yaliyokanushwa kuwa wazungu wanateswa nchini humo. Rais wa Marekani amesema ni aibu kubwa kwamba Afrika Kusini ni mwenyeji wa mkutano huo, ambapo viongozi kutoka mataifa yenye uchumi mkubwa zaidi duniani yatakusanyika mjini Johannesburg baadaye mwezi huu. Wizara ya mambo ya nje ya Afrika Kusini ilielezea uamuzi wa ikulu ya White House kuwa ni wa kusikitisha. Wakati msemaji wa Wizara ya mambo ya nje Bwana Crispin Firi akiwaambia waandishi wa habari kwamba mafanikio ya mkutano huo hayatategemea nchi moja mwanachama. Hakuna chama chochote cha kisiasa nchini Afrika Kusini kinachodai kwamba kuna mauaji ya halaiki nchini Afrika Kusini. Akiongea kwenye moja kati ya kipindi nchini humo, Bwana Firi amesema kwamba Trump anapanga mgogoro kwa kutumia historia chungu ya ukoloni wa Afrika Kusini. Pia akabainisha kwamba hakuna ushahidi unaothibitisha kwamba wazungu wanateswa nchini Afrika Kusini, na akaongeza kwamba Afrika Kusini ina matatizo yake na wanayashughulikia. Anadhani uhalifu unaathiri kila mtu bila kujali jamii fulani. Akamalizia kwa kusema tutaendelea bila Marekani. Trump aliweka ujumbe kwenye mtandao wake wa kijamii wa Truth Social akisema kwamba ni aibu kubwa kwamba G20 itafanyika Afrika Kusini. Waafrikana, akimaanisha kwamba watu waliotokana na walowezi wa Uholanzi na pia wahamiaji wa Ufaransa pamoja na Wajerumani wanauawa na mashamba yao yananyakuliwa kinyume cha sheria. Aliandika namna hiyo Donald Trump. Kipi kitajiri? Donald Trump atabadilisha uamuzi wake na kuhudhuria mkutano huu wa G20 pale Afrika Kusini au itakuwaje? Endelea kufuatilia channel hii kwa kila aina ya taarifa ya kimataifa.